Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza kupitia kwa Kaimu Kamanda Elisha Mgisha limesema mpaka sasa limewapeleka mahakamani kampuni ya Maraseko Investment pamoja na Mohamed Kumalija, mmiliki wa nyumba ya kulala wageni inayoitwa Kumalija Guest House, kwa kosa la kushindwa kutekeleza kwa makusudi hatua za kinga na tahadhari za majanga ya moto katika maeneo ya kazi, jambo ambalo amesema linahatarisha usalama wa watumiaji wa maeneo hayo, huku akitoa wito kwa watu na makampuni mengine kutii sheria bila shuruti. Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Elisha Mgisha. Ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa Mwanza. Kwanza tunapenda kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wa Mwanza kwa kuzingatia kinga na tahadhari zote za moto. Tumekuwa sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kama ilivyo sehemu ya kazi yetu, kuhakikisha maeneo yote tunaweka kinga na tahadhari za moto pamoja na maokozi, kwa kutoa elimu mbalimbali kwenye jamii na kupitia vyombo vya habari na sehemu mbalimbali, kuhakikisha kwamba haya majanga hayatokei. Lengo letu kubwa ni kuzuia majanga ya moto na maokozi yasitokee, na endapo yanatokea basi tuyadhibiti pale pale yanapokuwa madogo, ili tuweze kuhakikisha kwamba hatupotezi maisha na mali za watu. Kampuni moja kwa mfano Maraseko Investments, huyu ana resort, huyu amekuwa ni msumbufu. Mara ya kwanza miaka miwili iliyopita alishindwa comply na akapelekwa mahakamani, akacomply baada ya kufikishwa mahakamani. Kwaona mara ya pili jana ndo amehukumiwa kwa kushinda pia kucomply na hizi sheria za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hiyo tunatoa rai kwa mtu kama huyu, sasa mara ya tatu tukienda mahakamani hatuwezi kumshtaki kwa kosa la kushindwa comply, isipokuwa tunampelekea kitu kinaitwa fire hazard order. Fire hazard order matokeo yake ni kwamba jengo lake itafungiwa au eneo lake la kutoa huduma itafungiwa, hawezi tena kufanya kazi, kwa sababu mtu akishindwa comply anakuwa anahatarisha maisha ya jengo lenyewe na watumiaji wa jengo lenyewe. Na hii fire hazard order unaweza kuipata kwenye sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji namba 14 ya mwaka 2007 na marekebisho yake mwaka 2021 sehemu ya 11 kifungu cha 5C. Pale anakuambia unaweza mtu akafungiwa eneo lake kwa kushindwa comply. Kwa hiyo hii Maraseko Investment huyu, kwa sababu ameshapelekwa mahakamani mara mbili, hatuwezi tena kumpeleka mahakamani kwa kushindwa comply, isipokuwa tutampeleka mahakamani tena kama atarudia kosa hili kwa kumpa hiyo fire hazard order, ambao fire hazard order kwa kifungu nilichokitaja cha sheria Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kifungu ambacho ni cha 11(5)(c). Hiyo inasema mtu afungiwe eneo lake, lakini sisi hatupendi kufikia hatua hiyo. Ndio maana tunaelimisha hata kupitia vyombo vya habari, mtu asifungie eneo lake, kwa sababu unakuta mtu kama ile resort ameajiri watu, anatoa huduma, anatoa tena burudani na kadhalika. Sasa tunapenda vile vitolewe katika hali ya usalama. Sasa tukimfungia, kuna baadhi watakosa hizo burudani anazotoa, watakosa hizo huduma, na baadhi wanaweza wakakosa pia hata ajira. Kwa hiyo hatupendi kufikia huko. Kwa hiyo tunatoa rai si kwa Maraseko Investment peke yake, lakini na kwa watu wengine. Mtu mwingine wa pili ambao kesi yake sitaiongelea sana kwa sababu bado inaendelea kusikilizwa mahakamani ni Mohamed Magire Kumalija. Huyu ana project yake inaitwa Kumalija. Kwa hiyo naye alishapelekwa mahakamani mara ya kwanza na akacomply, na amepelekwa mahakamani mara ya pili. Sasa akicomply au asipo comply, hatutampeleka tena mara ya tatu, isipokuwa tutamsave kwenye fire hazard order kwa mujibu wa sheria ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwamba maeneo yao yatafungiwa. Sasa hii ni hatua kubwa sana ya juu ambayo sisi tusingependa kuifikia. Tungependa watu wote wachukue kinga na tahadhari, kwa sababu huyu asipochukua kinga na tahadhari anaweza akapoteza maisha, na matokeo yake kama sehemu fulani ikiungua, na kwa mfano lodge, na watu wakaafia pale ndani, atakayelaumiwa ni serikali, kwamba serikali haikutimiza wajibu wake, haikumuona kwamba alikuwa anafanya kazi pasipokuwa kuzingatia sheria, pasipo kufuata usalama unaotakiwa. Kwa hatupendi kufika huko. Lakini kuna watu wengine pia ambao wameendelea taratibu za ujenzi bila comply, hasa kwenye eneo la ramani. Kwa mfano kuna mtu anaitwa Hamisi Sudi, naye kesi yake iko mahakamani kwa kushindwa comply na taratibu za ramani. Lakini pia Robert Magayane, naye kesi yake iko mahakamani. Na hizi kesi mkitaka kuzifuatilia zipo kwenye kituo jumuishi cha utoaji haki kwa hapa Mwanza, kinapatikana pale Buswelu. Zote ziko. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.